إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ndugu zangu katika iman, ikhwa kutoka sehemu mbalimbali, tunakutana tena kwa mara nyingine katika kipindi cha tauhid. Leo ni darasa ya kipindi cha tauhid. Kitabu ambacho kipo mbele yetu ni kitabu tauhidi cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullahu ta'ala. Tumependekeza kitabu hiki kwa ajili ya kukiweka kwenye ratiba yetu, kwa sababu ni kitabu ambacho kimeandikwa vizuri kabisa katika maudhui yake. Kwa maana mwanafunzi mwenye kusoma elimu ya kisheria, katika jumla ya vitabu ambavyo anapaswa kuvisoma, basi anatakiwa asome kitabu tauhidi cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kabla tujiendelea, tumfahamu ni nani Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullah, majina yake anaitwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali. Ni katika ukoo wa al-Mushrif katika kabila la Banu Tamim al-mashhura. Kabila la Banu Tamim, kabila ambalo ni mashuhuri katika sehemu za Najdi katika nchi ya Saudi Arabia. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala amezaliwa mwaka 1115 Hijiria. 1115 Hijiria, ambayo ni sawa na mwaka 1700 au 800 na kitu hivi katika miaka ya miladia. Amezaliwa karibu na mji wa Riyadh. Mji wa Riyadh ambao ni mji maarufu, ni mji mkuu wa Saudi Arabia, unaitwa Riyadh. Sheikh amezaliwa katika mji wa unaitwa Uyaina, hauko mbali sana na jiji la Riyadh katika mji mkuu wa Saudi Arabia. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab amehifadhi Qur'an akiwa ni mdogo kabisa. Alianza vizuri katika kutafuta kwake ilmu, Allah mrehemu. Akasoma kwa baba yake mzazi Sheikh Abdul Wahhab rahimahullah, ambaye alikuwa ni qadhi katika mji wa Uyaina katika zama zake. Alikuwa ni qadhi katika mji wa Uyaina katika zama zake, na akasoma kwa wengineo katika mashekhe mbalimbali, maulama mbalimbali wa zama hizo ambao ni mashuhuri kabisa katika mji wa Najdi. Akaenda Madina akasoma kwa ulama wa Madina. Akaenda katika sehemu inaitwa Al-Ihsa akasoma. Akaenda katika mji wa Basra Iraki akasoma. Akapata elimu nyingi kabisa ambayo ilimsaidia kusimama katika da'wa yake iliyokuwa mubaraka, da'wa ya kuwalingania watu, kuwaleta katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika wakati ambao bid'a zilikuwa zimeenea katika sehemu mbalimbali, bid'a zilikuwa zimeenea katika sehemu mbalimbali, mambo ya khurafat, mambo ya shiriki yalikuwa yameenea kiasi kikubwa sana katika nchi ya Saudia. Sio Saudia tu, bali katika nchi nyingi kulikuwa na mambo ya khurafat, watu wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakitukuza katika makaburi, wengine katika mawe, wengine katika miti. Akaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi al-Najdi rahimahullah, akasimama vizuri kabisa katika da'wa kwa elimu aliyokuwa nayo, akawatoa watu katika hizi bid'a na mambo ya kikhurafat,
mambo ya kutabaruki kwa makaburi, mambo ya kutafuta baraka kwenye miti, mambo ya kutafuta baraka kwenye mawe. Akasimama akasahihisha hizi itikadi, akawarudisha wengi katika Waislamu, sio tu katika nchi ya Saudi Arabia bali katika nchi nyingi kabisa, wakarudi katika itikadi sahihi aliyoiacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wengi wanaomsema vibaya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ima ni moja katika mambo mawili. Jambo la kwanza, inawezekana mtu hamjui, yani zaidi ya kusikia tu kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab amefanya hivi na hivi, kama ambavyo baadhi yao wamekuwa wakimchafua, Asa inawezekana mtu akawa anamsema vibaya shekhe kwa sababu ya kutojua uhalisia wake, akachukua yale yanayosemwa na watu ikawa ni sababu ya kumsema vibaya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sababu ya pili katika sababu zinazopelekea watu kumsema vibaya shekhe ni husda, kumuonea husuda. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kama tulivyosema, alisimama katika da'wa vizuri kabisa, akapambana vizuri kabisa kwa taufiki ya Allah, akafanikiwa kuwarudisha Waislamu katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna wale watu ambao walikosa maslahi, wakakosa maslahi. Unajua kuna watu wanatumia dini kama sehemu ya kujitafutia vipato. Sasa watu kama hawa tunapokuja kuwarudisha kwenye kitabu na sunna, wanakosa hizi dili. Kwa mfano wale watu wanaofanya visomo, wenyewe wanaita visomo, wanafanya visomo lakini visomo ambavyo vimeambatana na mambo ya kishirikina. Mfano unaenda kwa shekhe mathalan, unaenda kufanyiwa kisomo, ukiangalia waziwazi ile dhahir ni kama vile anafanya kisomo cha kisheria, anatoa mashafu, unaona vitabu vya Kiarabu, ukahisi labda anafanya ruqya ya kisheria, lakini nyuma ya pazia kuna mambo ya kishirikina. Mfano ile anakuambia niletee kitambaa cheupe, au nataka udongo au mchanga wa kivuli chako na mfano wake. Sasa watu kama hawa tunapokuja kuibainisha haki na kuwafundisha Waislamu kwamba mambo haya hayapo katika dini, wanakosa maslahi yao. Na mtu kumnyima ugali bila shaka hawezi akakuridhia hata siku moja. Kwa hiyo katika sababu zilizopelekea watu kumchukia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ni kukosa maslahi yao kwa sababu ya mambo ya bid'a na khurafati ambayo walikuwa wakiyafanya. Kwa ajili hiyo wakawa wanaeneza chuki mbalimbali duniani, na kila aliyefuata dawa yake akawa anaitwa Wahabi. Wale ambao hawafahamu sababu ya baadhi ya Waislamu kuitwa mawahabi ni kwa sababu ya huyu shekhe, kwa sababu ya kufuata dawa ambayo alisimamia huyu shekhe rahimahullahu ta'ala. Shekhe ana vitabu vingi rahimahullah, na Allah amemjalia kuwa na kabuli kubwa katika umma wa Kiislamu. Katika moja vitabu vyake ambavyo ni mashuhuri na ambavyo vimepata kuwa maarufu kwa wengi katika Waislamu ni kitabu ambacho kinaitwa kitabu Tauhid, ambacho kipo mbele yetu hapa. Kitabu Tauhidi ni katika vitabu vikubwa vya shekhe ambavyo vimepata kabuli ya hali ya juu. Mpaka nasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, al-Imam Ibn Baz anasema sijaona mimi katika vitabu vilivyoandikwa kuhusu milango ya tauhidi kilichokuwa kizuri kushinda kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Anasema Ibn Baz rahimahullah, sijaona katika vitabu venye kuzungumzia masuala ya tauhidi kilichokuwa katika utaratibu mzuri na mpangilio mzuri, tena kubainisha masala kwa dalili, kushinda kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kwa hiyo amefanya kazi kubwa sana. Ukiachana na hicho, ameandika kitabu al-Usul Thalatha, kitabu maarufu. Akaandika kitabu Kashfu Shubuhat, akaandika kitabu al-Qawaid al-Arba'a, akaandika vitabu vingi rahimahullahu ta'ala. Shekhe alibakia katika da'wa akiwa ni mwenye kuamrisha mema na kukataza maovu mpaka alipokuja kufariki
katika mwaka wa 1206 Hijiria, ili hali akiwa amewacha wanafunzi wengi wakubwa kabisa, baadhi yao wakiwa ni watoto wake, wengine wakiwa ni wanafunzi wa kawaida, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Huyo ndio Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sasa kitabu tulichokuwa nacho kama tulivyosema ni kitabu Tauhidi, ambacho amekiandika shekhe ambaye nimetoka kumuelezea hapo sasa hivi. Kabla ya kuingia vile vile kwenye kitabu, ningetanguliza kitu kimoja muhimu. Kuna umuhimu gani wa Muislamu kujifunza tauhidi? Ndugu zangu, tauhidi ni awwal wajib, ndio wajibu wa mwanzo ambao ameamrishwa Muislamu. Yani hakuna kitu kilichokuwa juu ya tauhidi katika amri. Amri iliyokuwa kubwa kuliko zote ni amri ya tauhidi. Na ndio maana mtu akitaka kuingia kwenye Uislamu anatamka shahada mbili. Anasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hii shahada, hii ndio tauhidi yenyewe. Anatangaza na kuthibitisha kwamba anakiri hakuna anastahili ibada isipokuwa ni Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wake. Hii ndio tauhidi yenyewe. Kwa tauhidi ni awwal wajib, ndio wajibu wa mwanzo kabisa ambao anapaswa kuendea mwanadamu. Na huu wajib ndio wajibu ambao ndani yake au juu yake imejengeka misingi mingine. Juu yake yamejengeka mambo mengine katika Uislamu. Yani mtu akikosa tauhid, swala yake haina faida. Mtu akikosa tauhid, ibada yake ya haji haina faida. Mtu akikosa tauhid, basi akifanya umra, akitoa zaka, akitoa sadaka, huyo ibada yake ni yenye kurejeshwa na wala haitakubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ambalo linaonyesha umuhimu wa at-tauhid. Vile vile katika viashiria vinavyoashiria umuhimu wa tauhid, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa katika mji wa Makka takriban miaka 13 akilingania katika tauhid. Miaka 13 Mtume analingania katika tauhid. Kabla ya kuambiwa afunge, kabla ya kuambiwa atoe zaka, kabla ya kuambiwa afanye chochote, muda wote huo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwalingania watu katika tauhidi. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo Muislamu anapaswa kuliendea na kulifahamu. Wengi katika sisi zama hizi tumelipuuza hili jambo, na ndio maana unakuta kwamba kuna baadhi ya Waislamu wanafanya mambo ya kishirikina, na hili ni jambo hatari. Kuna baadhi ya Waislamu wanafanya mambo ya kishirikina. Unakuta Muislamu anaswali yuko na hirizi mkononi. Muislamu anaenda haji, huko anaenda kwa waganga. Muislamu anaenda haji, huyo ni mtu wa kupiga ramli. Hii ni kwa sababu, ima kwa sababu ya ujinga au kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi. Sasa kupitia kitabu cha tauhidi, kupitia somo la tauhidi, tutajifunza masala mbalimbali ambayo Muislamu akiyafanya anakuwa ni tauhidi, au akiyafanya anakuwa ni shiriki. Kisha baada ya hapo Muislamu atakuwa katika ilmu, atakuwa katika basira, atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali iliyokuwa nzuri. Naam, tunaanza kitabu chetu. Kwa wale wenye kitabu basi wataangalia kwenye kitabu sehemu ambako mimi napita, pia wao watasoma hizo sehemu insha Allah ta'ala. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ameanza kitabu chake kwa bismillahir rahmanir rahim. Ameanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Hii ni kama ilivyokuwa ada ya ulama wakianza vitabu vyao kwa albasmala, yani kwa bismillahir rahmanir rahim, kuiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabu cha Allah kimeanza kwa bismillah. Ukifungua mushaf, aya ya kwanza kabisa katika mushaf ni bismillah. Kwa hivyo wanafanya hivi kuiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile wanachuoni wanaanza vitabu vyao kwa bismillah ili
kuiga mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akianza majambo yake ima katika hutuba au kwenye kuandika barua akianza na bismillahir rahmanir rahim. Kwa hivyo kufanya hivi ni kuiga mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile ulama wanaanza na bismillahir rahmanir rahim kwa kufanyia kazi hadithi ambazo zimekuja zikibainisha kwamba kila kitu ambacho kitaanzwa, yani unaanza kufanya kitu bila kusema bismillah, basi kitu hicho hakitakuwa na baraka. Kitu hicho hakitakuwa na baraka. Kwa hivyo kwanza na bismillah ndani yake kuna kutafuta baraka na kutafuta khairi kwa kitu ambacho unakifanya. Ama maana bismillahir rahmanir rahim, bismillah maana yake ni kwa jina la Allah Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ni moja katika majina ya Allah na ni moja katika sifa za Allah. Jina hili limebeba maana ya Ar-Rahmani kwa maana mwenye huruma, mwenye huruma, mwenye kuwahurumia viumbe wake. Allah subhanahu wa ta'ala na huruma, ni mwenye kuwahurumia viumbe wake. Sio Muislam, sio kafiri, wote wapo chini ya huruma za Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana wanapata riziki, wanapata kufanya mambo yao, wana afya, wana mali na mfano wake. Hizi ni katika huruma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmani manake mwenye kusifika na sifa ya huruma, mwenye kuwahurumia waja wake wote. Kisha Ar-Rahim manake ni mwenye kuwahurumia waumini, kama walivyosema baadhi ya wanawachuoni kwamba neno Ar-Rahman manake ni mwenye kuwahurumia waja wake wote. Ar-Rahim mwenye kuwahurumia waumini, mwenye kuwahurumia waumini. Kwa maneno haya mawili yamebeba maana ya kiujumla na maana maalum. Neno Rahman limekusanya maana ya huruma kwa viumbe wote, kisha Ar-Rahim limebeba maana ya huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waumini. Naam, baada ya kusema bismillahir rahmanir rahim akasema kitabu at-tauhid. Kitabu at-tauhid. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kitabu chake hajaandika muqaddima kama alivyobainisha Sheikh Uthaymeen rahimahullah, akasema hatujatajiwa na wala kuona katika zile chapa ambazo zipo mikononi mwetu kuona hutuba, yani muqaddima wa kitabu cha muallifu rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo ameanza kitabu chake kwa kusema kitabu tauhid, na wanasema hajaanza na muqaddima kwa kutosheka na nini, kutosheka na anwani ya kitabu, kwa kutosheka na anwani ya kitabu. Aliposema kitabu tauhid maana yake ametosheka na anwani ya kitabu. Alakhi uliingia sasa hivi, tunaomba uzime maiki. Akhi uliingia sasa hivi, tunaomba uzime maiki ili tusikilizane vizuri kwenye darasa inshallah. Naam. Ameanza kitabu chake na kusema kitabu tauhid. Ama maana maneno haya kitabu tauhidi, Waarabu wenyewe wakisema neno kitab, maana yake ni kitu kilichokusanywa, ni kitu kilichokusanywa. Kwa hivyo ukisema kitabu tauhidi maana yake ni mkusanyiko wa maneno na herufi ambazo zinabainisha umuhimu na uwajibu wa kumpekesha na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo neno kitabu maana yake ni wanasema ni masdar ya neno kataba kwa maana ya jamaa, kukusanya. Ama neno tauhidi maana yake ni tauhidi ni masdari, ni asili ya neno wahada. Kisema wahada maana yake yani ja'alahu wahida, amekifanya kitu kuwa kimoja. Kwa makusudio ya tauhidi ni nini? Ni ifradullah bil ibada,
kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada, kumfanya Allah mmoja katika ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hii ndio maana yake. Kwa hiyo sasa ukisema kitabu tauhidi kama tulivyosema, ukialeta kwa Kiswahili utasema huu ni mkusanyiko wa maneno na herufi ambazo zinabainisha kuhusu kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, yani kuhusu kumwabudu Allah peke yake. Hii ndio maana yake. Kisha baada ya kusema kitabu tauhidi akaanza na akasema wa qauli Allah ta'ala, na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, yani baada ya kusema kitabu tauhidi akataka kutaja zile dalili ambazo zinaonyesha umuhimu wa tauhidi na zenye kuashiria kuhusiana na masuala ya tauhidi, kuhusiana na kumwabudu Allah peke yake. Ukitaka kustafidi na kufaidika na vitabu vya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, hasasa kitabu tauhidi, hakikisha kila unapofika katika mlango au katika aya ufahamu kwamba mlango huu unahusu nini, na je una mafungamano gani na kitabu tauhidi. Hizi dalili alizoanza kutaja hapa mwanzo hapa ni dalili ambazo zinakuja kubainisha uwajibu wa tauhidi. Amekuja kutilia nguvu anwani ya kitabu chake aliposema kitabu tauhidi. Ndio akasema wa qauli Allah ta'ala, na kauli yake Allah mtukufu aliposema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Aya hii ipo katika surati Dhariyat, ni moja katika aya ambazo zinaonyesha umuhimu na uwajibu wa tauhidi. Kivipi? Kwa sababu aya inabainisha kwamba Allah hajawaumba wanadamu na majini isipokuwa kwa lengo moja tu. Lengo lenyewe ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Aliposema wama khalaqtul jinna wal insa, neno khalaqtu kama wanavyosema wanachuoni ni kuanzisha kitu. Al-khalqu huwa ibda'u shay, kuanzisha kitu. Kwa hiyo maana yake kwamba Allah anasema sikuanzisha hawa majini na wanadamu na kuwafanya wawepo katika mgongo wa ardhi isipokuwa illa liya'budun, isipokuwa niabudu. Na maana ya neno liya'budun maana yake kama walivyosema wanachuoni ayu wahidun, waniabudie mimi peke yangu, wasimwabudu yoyote. Neno liya'budun ndani yake limebeba maana ya al-ibada, ibada, yani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada, tunapozungumzia ibada, wanachuoni husema katika maana ya kisheria, wanasema ni ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu, ni jina ambalo limekusanya, limejumuisha yale yote ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, minal aqwali, katika kauli, wal a'mali adh-dhahiratu wal batina, na vile vile matendo ya dhahir na yale yaliyojificha. Kwa hiyo tunapozosema neno ibada, maana yake umejumuisha kila kitu ambacho Allah anakipenda na kukiridhia katika kauli na matendo, yawe ya wazi au yawe ya siri. Haya yote yanaitwa ibada. Kwa hiyo Allah amewaumba majini na wanadamu ili wamwabudie yeye peke yake, na hii inaonyesha umuhimu na uwajibu wa tauhid, kama tulivyosema kwamba aya hizi au hizi dalili ambazo zimekuja chini ya neno kitabu tauhidi zinabainisha uwajibu wa tauhid. Ya kwanza ni hii, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudie. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha na kuweka wazi sababu ya kuumbwa mwanadamu, nayo ni moja tu, kwa ajili ya kumwabudia Allah peke yake, kwa ajili ya kumwabudu Allah peke yake. Naam, kisha akasema tena wa qawlihi, na kauli yake Allah aliposema
walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Walaqad, na kwa hakika, ba'athna fi kulli ummatin rasula, tulituma katika kila umma mtume. Huyo mtume alikuwa akisema kuambia watu wake, ani'budu Allaha, muabuduni Allah, wajtanibu at-taghut, na mjiepushe na taghut. Ani'budu Allaha, muabuduni Allah, wajtanibu at-taghut, na mjiepushe na taghut. Aya hii vile vile inabainisha uwajibu wa tauhidi, inaweka wazi ulazima wa tauhidi. Tunaposema tauhidi tunamaanisha kumwabudu Allah peke yake, kwa maana kwamba mtu akichinja achinje kwa ajili ya Allah, asichinje kwa ajili ya sanamu, asichinje kwa ajili ya jini, asichinje kwa ajili ya kinyamkera, asichinje kwa ajili ya kaburi, asichinje kwa nia tofauti na ya kuelekeza kichinjo chake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anabainisha katika aya hii kwamba tulituma katika kila umma, katika kila zama, mtume, ambapo mtume huyo alikuwa akiwaambia watu muabuduni Allah na mjiepushe na at-taghut. Neno taghut kama wanavyosema wanachuoni, maana yake ni kullu ma ubida min dunillah, kila kile ambacho kitaabudiwa kinyume na Allah, kitu hicho kinaitwa taghut. Wa huwa radhin bil ibada, na sharti kwamba kitu hicho kiwe radhi na ibada hiyo, yani kitu hicho kiridhie kuabudiwa. Tukisema hivyo, ili sharti la kuridhia kuabudiwa, maana yake vile ambavyo vinaabudiwa lakini havipo radhi haviiti taghut, haviiti taghut. Mfano, Nabii Isa alayhi salam. Nabii Isa, Yesu wengine wanamuita, anaabudiwa kinyume na Allah. Wakristo wanamwabudu Isa, lakini Isa hatuwezi kumuita taghut kwa sababu hayuko radhi na hizo ibada, hayuko radhi na hizo ibada. Kwa hiyo kila chenye kuabudiwa kinyume na Allah kisha kikawa radhi na ibada hiyo, hicho huitwa taghut. Kama hakipo radhi hakiitwi taghut, kama vile Nabii Isa au malaika. Kuna baadhi ya watu wanaabudu malaika, wakiomba malaika. Malaika hatuwezi kuwaita mataghut kwa sababu hawako radhi na hizo ibada. Naam, katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha ujumbe waliokuja nao mitume wake katika kila zama, kwamba wao walikuwa wakiwaambia watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wasimshirikishe na chochote, wasifanye ushirikina, wawe ni Waislamu, wafuate sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala pasi na ya kumshirikisha Allah na chochote. Na vile vile aya hii kwa munasaba wa mlango tuliokuwa nao inaonyesha kwamba kulingania katika tauhidi na kukataza kuhusu shiriki, hili ndio lilikuwa jambo la umuhimu katika kila nabii aliyotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kulingania katika tauhidi na kukataza ushirikina, huu ndio ulikuwa muhimu na kazi waliokuwa nayo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hizi zinatoa picha vile tauhidi ilivyokuwa na umuhimu kwa kila Muislamu, vile tauhidi ilivyokuwa na cheo cha juu kabisa katika sheria na dini za Allah subhanahu wa ta'ala katika kila zama. Hii ina maana kwamba Muislamu anatakiwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na asimshirikishe na kitu chochote. Sasa ikhwa katika iman, kwa leo tuweke nukta hapo inshallah. Darasa yetu ya tauhidi kama tulivyosema itakuwa ni ya siku ya Jumanne. Kwa hivyo inshallah tutakutana tena katika siku ya Jumanne katika darasa ya tauhidi. Kwa leo tuweke nukta hapo. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.